Serikali kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI imekamilisha zoezi la awali la kuingiza kwenye kanzidata taarifa zilizo kwenye fomu za uchaguzi za wanafunzi kama zilivyojazwa na wanafunzi wakiwa mashuleni. Kukamilika kwa zoezi hili kunatoa fursa kwa wanafunzi kuweza kufanya mabadiliko ya machaguo, yaani tahasusi ya kozi kwa njia ya mtandao, yaani online, baada ya wanafunzi kufanya marekebisho hayo. Kanzidata hiyo ndiyo itakayotumika kuwachagua na kuwapangia nafasi za kidato cha 5 na kozi mbalimbali katika vyuo vya kati na vya elimu ya ufundi kwa kanzidata, sifa za ufaulu na machaguo waliochagua. Ofisi ya Rais TAMISEMI inatoa fursa kwa wahitimu wa elimu ya sekondari kidato cha 4 kwa mwaka 2024 kubadili machaguo ili kutoa nafasi zaidi kwa mwanafunzi kusoma tahasusi au kozi itakayomwandaa kuwa na utaalamu stahiki katika maisha yake ya baadaye. Hii ni kutokana na ukweli kwamba wakati wa kujaza fomu za machaguo ya awali, zoezi hili litatoa fursa zaidi kwa wanafunzi kuongeza machaguo na kufanya machaguo mapya ya tahasusi na kozi. Napenda kuwasihi wazazi na wasihi pia walezi kushiriki katika zoezi hili kwa kushauriana na watoto wao katika kufanya machaguo sahihi ili kulingana na aina au kulingana na ufaulu wa watoto husika. Kwa umuhimu huo, wahitimu wote wanahimizwa kufanya marekebisho ya machaguo ya tahasusi na kozi kulingana na ufaulu wao kwa kuingia kwenye mfumo wa uchaguzi wa wanafunzi, yani Student Selection Miss, unaopatikana kupitia kiunganishi cha selfom.tamisemi.go.tz. Aidha, maelekezo kwa wahitimu na jinsi ya kufanya mabadiliko watakayoyapata kwenye mfumo kupitia username au user manual pamoja na video ya YouTube zilizopo kwenye mfumo husika. Ili kuingia kwenye mfumo, itabidi mhitimu atumie namba ya mtihani wa kuhitimu kidato cha 4 mwaka 2024, jina lake la mwisho, mwaka wa kuzaliwa na alama ya ufaulu aliyopata kwenye somo atakaloulizwa na mfumo au swali lolote litakalojitokeza. Ni matumaini yangu kuwa wahitimu wote watatumia kwa ukamilifu fursa waliopewa ya kubadilisha tahasusi na kozi kulingana na ufaulu waliopata. Pia wataweza kusoma tahasusi au kozi ambazo wamefaulu vizuri ama wana lengo nalo zaidi. Zoezi la kubadilisha tahasusi na vyuo litaanza rasmi tarehe 31 mwezi wa 3 2025 hadi tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025. Wanafunzi, wazazi na walezi wanakumbushwa kushauriana kikamilifu, ikiwa ni pamoja na kupata ushauri wa kitaalamu na kitaaluma kabla ya kufanya mabadiliko ya tahasusi au kozi husika. Ninawasisitiza wanafunzi, ninawasisitiza wazazi na walezi kutumia muda huo vyema ili kuepusha changamoto zinazoweza kujitokeza mara baada ya matokeo ya uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha 5 na vyuo kutangazwa. Ni muhimu kuzingatia muda uliotolewa wa kufanya marekebisho ili ratiba ya kuchagua na kuwapangia vyuo au kuwapangia shule iweze kuendelea kwa muda uliopangwa na serikali. Baada ya matokeo ya kujiunga na kidato cha 5 au vyuo kutangazwa, ofisi haitashughulikia changamoto zozote za mabadiliko. Hivyo, serikali imetoa fursa hii ya kufanya mabadiliko, na mabadiliko hayo yafanywe kwa kushauriana wanafunzi, wazazi na walezi kama tulivyoelekeza hapo awali. Huduma hii ya kubadilisha tahasusi ni huduma bure, na endapo wanafunzi watapata changamoto, wawasiliane na dawati la huduma la mteja kupitia barua pepe huduma@tamisemi.go.tz. Nitarejea. Iwapo kutatokea changamoto yoyote,
Wakati wa kubadilisha taasisi au uchaguzi wa aina yoyote, mwanafunzi awasiliane nasi kupitia dawati la huduma kwa mteja kupitia barua pepe huduma@tamisemi.go.tz.